kuongea. Tunaendelea. Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Hizo zawadi ni kwa ajili ya kila kaya. Kwa hiyo kila kaya mkenda mtajikuta, tunajua kaya zenu ziko ngapi. Kila kaya itapata zawadi. Mwenyekiti akiwanyima mjue amechukua yeye. Mtakatifu Bonaventure. Kila kaya iliyoainishwa na waliotoa mavuno, tunao takwimu zenu, na kutokana na takwimu hizo tunawapatia zawadi. Kwa tafadhali msije mkaenda kupeana na marafiki tu. Gaspar de Buffalo, Bonaventure Diary, Gaspar de Buffalo, Karoli Borromeo, Bikira Maria Msaada wa Daima. Naomba viongozi muwe mkao wa kula. Mtakatifu Petro Dani, Maria Goretti, Yohane Mbatizaji, Bonaventure, Gaspar de Buffalo, Karoli Borromeo. Hiyo ni kanda ya Mtakatifu Elizabeti. Kanda ya Mtakatifu Teresia wa Avila, mkae tayari, mnaweza kusimama kabisa. Na Andrea Mtume pia mkae tayari. Inyasi wa Loyola, Inyasi wa Loyola, Paulo wa Msalaba, Filomena. Kanda ya Mtakatifu Andrea Mtume, Kristo Mfalme, Tomasi wa Aquino, Clara wa Assisi, Teresia wa Calcutta. Kanda Maria Magdalena, jipangeni. Familia takatifu, jipangeni. Maria Immaculata, Mtakatifu Ambrosi, Mtakatifu Cecilia, familia takatifu pia mko tayari. Teresia wa Calcutta, Ambrosi, familia takatifu Rita wa Kashia, Mtakatifu Ana, Mtakatifu Kazimiri, Vincent Shemasi na Maximilian Kolbe. Wajipange Yohane Mwinjili na Yuda Tadei. Kanda Antonio wa Padua, Francisco wa Assisi, Yohane Alamano, Joseph Alamano, Yuda Tadei pia wasogee. Alberto Mkuu, Yasinta na Mtakatifu Tomasi Mtume, Brigita, Yosefu mfanyakazi, Gregori Mkuu na Matiasi Mwinjili, Mathayo Mwinjili, Yohane wa 23 na Nazareti kani tayari.
Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, Mtakatifu Luka, Mtakatifu Lucia, Mtakatifu Elia na Mtakatifu Veronica. Inyasi wa Antiokia, Inyasi wa Antiokia anasogea. Luka, Inyasi wa Antiokia anasogea. Kanda Nazareti, Inyasi wa Antiokia anaposogea mbele tunafika hapo. Huyo Inyasi wa Antiokia. Francisco Sales, Bikira Maria Consolata, Bikira Maria wa Calvary, Mtakatifu Marta, Don Bosco Kaini Tayari, Mtakatifu Padre Pio, Mtakatifu Daniel, Mtakatifu Germana Bikira, Mtakatifu Leo Mkuu, Mtakatifu Benito wa Yesu, Mtakatifu Yosefina Bakita, kanda ya Yale Francisco de Chantal Kaini Tayari, Padre Pio, Daniel, Maria Faustina, Mtakatifu Alois Gonzaga, Mtakatifu Matias Mulumba, kanda ya Yohane Maria Vianney pia mwanze kujongea, Mtakatifu mwenye heri ya Marite, Mtakatifu Barnabas, Mtakatifu Martin de Porres, Mtakatifu Valentino, kanda ya Bikira Maria mama wa Mkombozi, kanda ya Mtakatifu Agustino, Filipo Mtume, Laurent Shemasi, Bartolomeo, Mtakatifu Kizito, Mtakatifu Andrea Mtume, Mtakatifu Gabriel, Mtakatifu Bikira Maria mama wa Kristo, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, Mtakatifu Dominiki Savio. Andrea Mtume, Gabrieli Maria msaada wa Kristo, Teresia mtoto Yesu, Dominiki Savio, Mtakatifu Monica, Mtakatifu Abigail, Mtakatifu Anastasia, Mtakatifu Olimpia, Mtakatifu Benedikto, Mtakatifu Bernadetta, Mtakatifu Rafael, Mtakatifu Paulo Mtume, Mtakatifu Agata, Mtakatifu Mikaeli, Mtakatifu Yakobo.
Mtume. Benedetta. Michael. Okay. Agatha. Paulo Mtume. Yakobo Mtume. Na inafuatia sasa ni zawadi kwa ajili ya kabla ya mababa, nao wanapata zawadi yao. Inabidi sijui halmashauri ya walei utakabidhi au kwa haya hiyo ya mababa. Pia masista, tunaomba sista mmoja ajapokee zawadi hiyo kwa niaba ya nyumba. Lakini mwisho na sio kwa udogo ni kamati ya mavuno, na sisi tunapata zawadi. Charity begins at home. Sio pesa hizo. Hatujachukua pesa za mavuno tukajigawia. Kifungashio tuliisha. Mheshimiwa Baba Paroko na Mheshimiwa Baba Paroko msaidizi, ndugu waamini, baada ya kundi hilo la kwanza, sasa tunafuata kuzitambua jumuiya 17 ambazo zimefikia lengo la shilingi milioni 3.5 kama ifuatavyo. Kanda ya Mtakatifu Helena, jumuiya ya Mtakatifu Zakaria, tunaomba mjongee mbele kupokea zawadi yenu. Jumuiya ya Mtakatifu Bikira Maria Msaada wa Daima, mjongee mbele kupokea zawadi yenu. Zawadi hiyo ni viti 12 mtakaovitumia kwenye shughuli zenu za kikanda na kijumuiya. Mnapokea coupon. Baada ya hapo mtaenda kupokea viti kule kwenye nyumba ya baba baada ya ibada takatifu ya misa. Sio sisi. Bikira Maria Msaada wa Daima, Mtakatifu Petro, Mtakatifu Maria Goretti, Mtakatifu Filomena, Mtakatifu Clara wa Asizi, Mtakatifu Vincent Shemasi, Mtakatifu Francisco wa Asizi, Mtakatifu Lucia, Mtakatifu Francisco wa Sales, Bikira Maria Consolata, Bikira Maria wa Mlima Karmeli, Mtakatifu Marta, Vincent Shemasi, Ndeteba kupokea, Mtakatifu Marta, Bikira Maria wa Mlima Karmeli, Mtakatifu Filipo Mtume, Mtakatifu Monica. Na kulikuwa na jumuiya 2 ambazo zilijaribu kupindua meza, japo hazikufanikiwa sana kupindua, lakini zimetusogeza mbele. Nazo ni jumuiya ya Mtakatifu Elizabeth, kanda ya Mtakatifu Elizabeth, jumuiya ya Gaspar de Buffalo na wajongee, na Mtakatifu Daniel kutoka kanda ya Don Bosco nao pia wajongee. Waheshimiwa mababa, baada ya kutambua kundi hilo, kundi linalofuatia ni kuwatambua jumuiya 14 ambazo zimevuka lengo la shilingi milioni 3.5 kama ifuatavyo. Jumuiya ya Mtakatifu Zakaria, hawa watapokea viti 5. Jumuiya ya Mtakatifu Zakaria, mnaweza mkapiga makofi kwa pongezi. Bikira Maria Msaada wa Daima,
Mtakatifu Petro, Maria Goretti, Clara wa Asizi, Vincent Shemasi, Francisco wa Asizi, Mtakatifu Lucia, Francisco wa Sales, Bikira Maria Consolata, Bikira Maria wa Mlima Karmeli, Mtakatifu Marta, Mtakatifu Monica na Mtakatifu Gaspar del Bufalo. Nimefurahi na pia makofi yale ya kibunge. Sasa Mheshimiwa Baba, tunaomba na waamini wenzangu, tunaomba sasa kuzitambua jumuiya tatu bora zaidi, nazo zitapokea hati ya pongezi. Jumuiya ya kwanza ni Mtakatifu Marta ambao wametoa milioni 10,530 sawa na 101. Jumuiya ya pili ni jumuiya ya Mtakatifu Francisco wa Sales, umetoa milioni 11 sawa na 314, ikiwa ni nafasi ya pili. Na jumuiya kiongozi ni jumuiya ya Bikira Maria Consolata, wao wametoa milioni 11,10. Hiyo ni sawa na 332. Naomba tuongee makofi makubwa zaidi. Sana. Mheshimiwa Baba, tunaomba sasa tusitambue kanda mbili, sio kanda mbili za kuvaa. Kanda mbili za jumuiya yetu ambazo zimefanya vyema zaidi katika mavuno mwaka huu, nayo ni kanda ya Mtakatifu Helena inayoshika nafasi ya pili. Kanda hii imechanga jumla ya milioni 18,239 kati ya milioni 14 tulizowaomba. Hiyo ni sawa na 130%. Watu wawili na watatu, karibu sana. Kwa hii inakuwa mwenye maeneo yao ni viti 10. Ndio kwa jumuiya moja. Viti 10 na hongereni mno. Na pili ambayo imeshika nafasi ya kwanza ni kanda ya Mtakatifu Nazareti. Wao waliomba kuchangia milioni 14, lakini wakasema nyinyi msichezee sisi sio small. Wamechanga milioni 41 Tunaomba msiondoke wana Nazareti. Baada ya hilo tunatambua sasa ninyi pale juu mnakula hewa kama Kilimanjaro pale, mlima Kilimanjaro kwenye ile bendera.
Hiyo ndio kanda kinara, na ndio zawadi ya mwisho kuitambua kanda kinara, na watapokea zawadi kitambaa cha kutumia kwenye ibada za kanda, kimedariziwa vizuri kama mnavyokiona na mtaalamu wetu wa kudarizi. Ni vizuri tumejaribu takriban dola 1,500 unaweza kuzidisha. Kwa hivyo unasikiza hao. Na pili ni ngao ambayo inarudi sasa, imepata mshindi mwaka huu. Nikiwa na dola 1,500 na kiliagizo kutoka Roma, kilipanda ndege, na sasa ni ngao. Baba, wakati unakabidhiwa ngao, tungeomba wanafamilia Nazareti tuje tuzunguke altari, picha itoke vizuri. Mwakani tufanye vizuri zaidi. Basi wakati wanasogea, tunaomba tena kawepo kazuri kwa shirikisho. Picha ya upendeleo jamani. Yesu Kristo. Hata sisi tumepata na mshtuko, tumepata ganzi wanasema. Kumbe tuna mwenyekiti wa waka amefanya surprise kwa ajili ya kanda mbili ambazo zimefanya vema. Hivyo tunakwenda kuzitambua hizo kanda mbili. Sijapata maelezo vizuri ni zawadi kutoka parokia ambayo inakuja kwa ajili yetu. Kanda hizo mbili ambazo zimefanya vema. Kanda nafasi ya pili tulitambua ni kanda ya Mtakatifu Helena, na ni nzito na pili na bahasha nzito. Wataifungua hapa ili tuone ziko bahasha ngapi na kuna nini ndani yake. Mtakatifu Helena, karibuni. Bahasha ya kwanza. Inafunguliwa bahasha ya kwanza, ndio imefunguliwa. Kuna bahasha nyingi kumbe. Okay. Bahasha ya pili.
sasa inafunguliwa. Haleluya. Wow. Ni mbuzi huyo, unamwona mbuzi? Naomba ibada hii ya misa takatifu ikiisha, mtafute anaitwa Temba, mwenyekiti wa UWAKA Saltari Temba, atawapatia mbuzi wenu wa rangi hii, akiwabadilishia msichukue. Saint Helena be blessed. Melen, you know the drill. Don't forget that. Na sasa bahasha nyingine tena nayo ni nzito vile vile, ina bahasha 4 pengine ndani mwake, nayo ni ya kanda ya Mtakatifu Nazareti. Hawa ndio kanda kinara. Karibuni familia ya Nazareti. Ya pili, kuna mbuzi nimemwona akiingia huku ndani ya parokia. Kwa hiyo msimuache tafadhali, mkimuacha tutamnyima supu. Bahasha ya kwanza nimefungua kanda ya Nazareti. Bahasha ya pili nimefungua, hii ni ya tatu. Rangi yake ni hiyo, mkibadilishiwa msichukue. Kwa hiyo tunawashukuru. Nazareth family be blessed. Asante. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Naomba wale wote ambao wamekabidhiwa vitu au waliokabidhiwa wanyama wanaotembea, mkienda kuwachinja, kichwa ni cha mababa, halafu miguu ni ya masista. Tunamaliza. Kamati ya mavuno tunaomba utumbo.
Wapendwa, kwanza naomba tuendelee na hiyo shangwe pamoja na vigelegele. Tumshukuru Mungu. Tunaliambatanisha na kanda ya Nazareti pamoja na Helena na wale wote ambao wamejitolea. Kumtolea Mungu kwa kweli kuna faida. Kwa hiyo tumshukuru Mungu. Kauli mbiu yetu ya siku hii ya leo, sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Naomba kila mtu aseme hivi na mshangilie Mungu kadiri ambavyo anaweza. Sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Hitimisho. Mheshimiwa Baba Paroko, mapadre, masista, viongozi wa jumuiya, kanda, pamoja na waamini wote, katika Ukristo wetu kwa niaba ya kamati ya mavuno parokia, tunatoa shukrani za dhati sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo. Tunaomba tumshangilie Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kufikisha kilele hiki cha mavuno kwa amani, ushirikiano na mafanikio. Kama Mtume Paulo anavyotukumbusha, mwenye kupanda kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Hili neno linatoka Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 9. Tumeona kweli kwa jinsi ambavyo Mungu ametutendea, hasa sisi wana Tegeta A, kwa kushiriki kwa uaminifu na kwa utoaji wa hali ya juu. Kila sadaka na kila mchango na kila jitihada iliyotolewa imekuwa ni ishara ya imani hai, hasa ya Kikatoliki, upendo wa kanisa na ushiriki wa kila mmoja wetu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze kuishi kifalme wakati tukiwa hapa duniani. Naomba tumshangilie Mungu. Kwa mujibu wa mababa walivyotupa mafundisho katika kanisa letu, hasa Mtakatifu Agostino, kanisa linaendelea kujengwa na sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa kila mmoja wetu tunashukuru kwa kibali cha moyo wa utoaji, kwa jinsi ambavyo tumejitoa katika upendo na mshikamano wa Kristo. Hivyo mavuno haya yamekuwa zaidi ya kifedha, yamekuwa tendo la kiroho la kushiriki katika sadaka na upendo wa kanisa. Tunapowashukuru wote kwa ushirikiano wenu, tunawaalika kuendelea kudumu katika kiroho, watu wote walioshiriki kwa ukarimu na uaminifu, tukikumbuka kwamba tunapotoa kwa ajili ya kanisa tunamtukuza Mungu mwenyewe, kwa maana kila tunachotoa kwa upendo kinakuwa mbegu ya baraka katika maisha yetu na katika utume katika kanisa letu. Mwenyezi Mungu atubariki sote, atuzidishie amani, neema, furaha na mafanikio, hasa katika familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Na Mungu atubariki sana. Naomba turudie ile kauli yetu, sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Mara 3. Sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Asante, tunashukuru sana. Mungu atubariki sote. Naomba nimkaribishe katibu kwa ajili ya neno la shukrani kutoka kamati tendaji. Baada ya hapo atatukaribishia mababa kwa ajili ya kumaliza. Asante.
Sadaka yangu kwa Bwana, hazina yangu mbinguni. Hazina yangu mbinguni, Sadaka yangu kwa Bwana. Tumrudishie Mungu makofi mengi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nafikiri tokea nihamia Tegeta A ni mara yangu ya kwanza tumeweza kufanya shukrani mavuno parokia, ambapo tumevuka nusu ya lengo. Angalau tumefikia nusu ya kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa ni 66%, si ndio mwenyekiti? 66% ya kiasi ambacho tulipangiwa kukitoa kwa mwaka huu. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, tukiomba neema na baraka kwa mwaka 2027 tena tukabarikiwe zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa mapadri, masista, makatekista, viongozi wa jumuiya, viongozi wa halmashauri ya walei, kamati saidizi za parokia pamoja na waamini wenzangu, tumsifuni Yesu Kristo. Jubilei ya miaka 75 Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tufanye upya na Roho Mtakatifu. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake kwetu, kwani ameendelea kutubariki, kutujalia uhai, afya kwa mwaka huu pasipo mastahili yetu, hata tunapoenda kuhitimisha zoezi hili la shukrani ya mavuno parokia. Tumpigie Mungu makofi mengi. Kwa niaba ya uongozi wa parokia tunawashukuru kamati ya mavuno kwa moyo wao wa majitoleo. Wamekuwa wakikesha pale kwenye ukumbi wa Riziki Hall kila siku ya Jumapili kwa ajili ya kuratibu zoezi la mavuno. Hakika ni sadaka ambayo kama parokia hatuwezi kuwalipa, lakini mtaipata thawabu yenu kwa Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru pia viongozi wote wa jumuiya kwa kuendelea kushirikiana nasi katika kuratibu shukrani za mavuno parokia, lakini pia waamini wote kwa ujumla kwa moyo wenu wa majitoleo na ukarimu mlioonyesha kupitia sadaka ya shukrani ya mavuno kwa mwaka huu 2026. Mungu awabariki sana na azikumbuke sadaka zenu. Amen. Kutoa kwenu si kutimiza wajibu tu wa kanisa, bali ni tendo la ibada na shukrani kwa Mungu ambaye ndiye chanzo cha kila baraka kwa mwanadamu. Kupitia shukrani ya mavuno, uongozi wa parokia umeendelea kusimamia kazi ya ujenzi wa kanisa jipya unaoendelea na sasa upo kwenye hatua ya upauaji kama ambavyo unaonekana. Ni dhahiri kuwa kila mmoja wetu ameendelea kushiriki katika utume wa Kristo wa kulijenga kanisa na kuendeleza shughuli za kichungaji katika parokia yetu, jimbo na dunia yote kwa ujumla. Neno la Mungu linatimiza katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 17 kwamba kila mtu atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka za Bwana na Mungu wako alizokupa. Hata vidole vya mikono havilingani. Kwa hiyo kama umejaliwa zaidi, yanapokuja yale malengo kwenye jumuiya, basi wawe mtolee Mwenyezi Mungu pasipo kuangalia hali za wanajumuiya na Mungu atazidi kukubariki. Hivi leo tunawaona wanakanda ya Nazareti wakitoa milioni 41. Sio kwamba kanda zote za familia ya Nazareti zina uwezo uliofanana, bali unatofautiana kwa namna ambavyo kwenye jamii zote tunavyoona wana jamii, lakini kwa sababu wanaishi upendo wa Kristo wameweza kutembea kwa pamoja na kuweza kutoka kadiri kila mmoja ambavyo Mwenyezi Mungu amekuwa akimbariki. Hakika ni mfano wa kuendelea kuigwa kwa wanaparokia wote kupitia kanda ya Nazareti. Pia tunakumbushwa pia katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 kwamba kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Tunamwomba Mama Bikira Maria, mama wa kanisa, awaombee mbele ya Bwanaye ili Mwenyezi Mungu awabariki nyinyi na familia zenu, azibariki kazi za mikono ya Wanategeta A, aongezee mavuno mema na wajalie afya njema, amani na neema tele. Kwa mara nyingine
tulicho nacho ni zawadi kutoka kwake. Mwenyezi Mungu atubariki sote, na Mtakatifu Yohane Maria Mzee aliye msimamizi wa parokia yetu azidi kutuombea. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mara baada ya shukrani hizo, naomba moja kwa moja niingie kwa matangazo mafupi ya Jumapili ya leo. Nitasoma kwa ufupi na mengine yatabandikwa kwenye ubao wa matangazo. Taarifa za michango, sadaka na zaka kwa Dominika iliyopita. Jumla ya makusanyo yote tulipata milioni 13,216,650. Tunawashukuru waamini wote tuliotoa kwa moyo karimu, na Mungu azidi kutubariki. Usafi na usimamizi, tunashukuru jumuiya ya Mtakatifu Alois Gonzaga na Matias Mulumba kwa usafi na usimamizi juma linaloisha leo. Wiki inaanza kesho kwa Dominika ijayo. Misa ya kwanza na pili itasimamiwa na jumuiya ya Mtakatifu Barnabas. Misa ya 3 na 4 itasimamiwa na jumuiya ya Mtakatifu Mwenye Heri Anuarite. Kusimamia ibada kwa Buga Alhamisi itakuwa ni zamu ya Wawata. Misa za somo wa jumuiya na kanda kwa Jumamosi ijayo tarehe 11 mwezi wa 7 kutakuwa na somo wa jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume itakayofanyika nyumbani kwa Edgar Francis saa 12:30 asubuhi. Jumuiya ya Mtakatifu Martha itakayofanyika nyumbani kwa familia ya Mwasambogo saa 12:30 asubuhi. Mtakatifu Maria Magdalena nyumbani kwa Isaac Wambura saa 11 jioni, na Mtakatifu Ana Mtume nyumbani kwa Edgar Mushi saa 11 jioni. Jumanne ni siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambapo tunakuwa na mapumziko kwa ajili ya kusherehekea siku za Sabasaba. Hapa parokiani kutakuwa na ibada itakaanza saa 1:30 ikiambatana na ubatizo wa watoto wachanga. Lakini pia baba paroko na paroko msaidizi wataendelea kutoa baraka kwa wale watoto ambao wanaenda kufungua shule tarehe 8 mwezi wa 7. Kwa hiyo tuwalete watoto wetu waendelee kubarikiwa, na wanaporudi shuleni basi waende wakiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bahasha za Tegemeza Tumaini Media, tunaendelea kuwakumbusha waamini waliochukua bahasha za Tegemeza Tumaini Media, basi mara baada ya misa hii tuweze kuonana hapo nyuma ya sakristia kwa ajili ya kuzipokea bahasha hizo. Kutakuwa na kongamano kubwa la elimu ya fedha, biashara na fursa za mitaji tarehe 11 mwezi wa 7 kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 12 jioni, na kutakuwa na mada mbalimbali kuhusu na elimu ya fedha, uwekezaji na fursa za mitaji. Karismati Katoliki watakuwa hapo nje kwa ajili ya kutoa kadi kwa ambao watapenda kushiriki katika kongamano hilo. Na mwisho kabisa ni watakie Dominika njema. Samahani, kuna matangazo ya ndoa kwa mara ya pili. Bwana James Guido Masalu bin Guido Milambo Masalu na Masalu Hela Ngeleja wa Tegeta, Dar es Salaam anatarajia kufunga ndoa na Bibi Frida Jafet Kasulende binti Jafet Gaga Kasulende na Salama Saleh Kasulende wa Tegeta, Dar es Salaam. Bwana Deogratias Michael Swai bin Michael Mishiri Swai na Maria Sabata Rimo wa Tegeta, Dar es Salaam anatarajia kufunga ndoa na Binuru Ali Bakari binti Ali Bakari Nyungu na Majuma Mauli Kiaka wa Dar es Salaam. Bwana Hebet Oswini Mbele bin Oswini Protas Mbele na Josephine Hebet Mkandawile wa Tegeta, Dar es Salaam anatarajia kufunga ndoa na Bi Anita Juma Kuzugala binti Juma Kuzugala na Elizabeth Ihwele wa Tegeta, Dar es Salaam. Bwana Richard Oscar Boaz bin Oscar Boaz na Susan Petro Tambatamba wa Tegeta, Dar es Salaam anatarajia kufunga ndoa na Bi Nasra Abdalla Chanya binti Abdalla Kasian Chanya na Farida Juma Dari wa Tegeta, Dar es Salaam. Mwenye kufahamu kitu chochote cha ndoa hizo, tunaomba atoe taarifa katika ofisi za parokia. Basi naomba nimkaribishe baba paroko kwa ajili ya neno la shukrani, na mara baada ya neno la shukrani basi atatupatia baraka za shukrani ya mavuno. Asante. Niombe mwenyekiti wa kamati ya ujenzi aliongee huku mbele. Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Mungu ni mwema. Umechoka? Sadaka yangu kwa Bwana, sadaka yangu kwa Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, kutoka katika sakafu ya mioyo yetu tunataka kumshukuru kila mmoja wenu
kila muumini ambaye kwa namna moja au nyingine aliguswa na yuko katika tukio hili ambalo limeendelea. Tunajivunia kufanya kazi hapa na kufanya kazi pamoja na ninyi. Kila mara kule jimboni tukienda, mimi huwa sipendi kwenda na haya mabango yaliyoandikwa Tegeta A, lakini kila mara tukienda China huwa ana watu wengi kule wanamuuliza, unafanya kazi wapi baba? Unasikia Tegeta A, Tegeta A, kila mara. Lakini natambua furaha yake inatoka wapi. Napenda kuthamini mchango wa kila mmoja wenu ambao mmeutoa, sio kwa sifa, ila kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Mchango mlioutoa kama Mavuno Parokia na michango mingine ambayo mnaitoa inaelekezwa kwenye ujenzi. Ndio maana nimemwita mwenyekiti wa ujenzi atuambie hizi pesa ambazo ameshazipokea amezifanyia nini na nini ambacho kinaendelea, na kuonyesha kwamba tunathamini hiki ambacho mnatupatia. Tumetoa maelekezo, nadhani hata leo tumeruhusu kazi ya kanisa iendelee, ifanyike, kwa sababu mnatoa hela na ile hela lazima ionekane inafanya nini. Tumeruhusu watu watatoa hiyo miunda mnayoiona huko leo hii, ikiwezekana iishe, alafu kazi itaendelea kadiri ambavyo mwenyekiti atatuambia. Asanteni sana. Mungu abariki kazi za mikono yenu, Mungu abariki familia zenu, na Mungu abariki nia zenu njema. Mwenyekiti, karibu. Msifu Yesu Kristo. Kwa ufupi, kama ambavyo baba ameelekeza kuhusiana na ujenzi, kwa maana ya pesa ambazo zinachangwa ili tumefanya mpaka sasa, kwa maana ya ujenzi wa kanisa, kama ambavyo mnaona, na kila wakati ambapo tunatoa taarifa, ukiachana na hizo hatua tulizoanza mwanzo, sasa hivi hatua ya mwisho tulikuwa kutoka kwenye hatua ya kupaua, tulitangaza wiki 2 zilizopita, kwa maana ya ambacho kinaendelea sasa. Kwa wale wachache ambao mtakuwa mmesogea kule, mtakuwa mmeona zile kenchi za chuma zote zimeshatengenezwa pale chini, na kama ambavyo utaratibu wa ujenzi ulivyo, kuna watu ambao wanasanifu hayo majengo. Kwa kila hatua ambayo tunafanya tunawashirikisha, kwa maana ya kufanya ukaguzi na kuturuhusu twende hatua inayofuata. Kwa jana tulikuwa na ukaguzi, kwa maana hizo chuma ambazo zimeshatengenezwa zimekaguliwa kabla ya kupelekwa kule juu, kujiridhisha kama ziko na ubora, lakini kama zimefuata ule usanifu ambao waliofanya. Tunamshukuru Mungu kwa ukaguzi waliofanya jana, kutokana na mkandarasi tulionaye na umakini alionao, kazi hiyo ameifanya vizuri na wametoa kibali sasa, kwa maana ya kuapprove ile kazi, chuma ziweze kwenda juu. Na ikimpendeza Mungu, nafikiri wapo saizi kuna maandalizi wanayafanya, pengine kesho au kesho kutwa zile chuma zitaanza kwenda pale juu kwa ajili ya arrangement, kuzipanga na kuziendelea kuchomelea zikiwa kule juu, na baada ya hapo tutaingia hatua ya kujenga hizo gepo, na baadaye kupata vipimo vya bati, kuchukua na kuweza kuwezeka. Kwa ajili ya utaratibu na mpango ambao tulionao, nafikiri ndani ya mwezi mmoja au miwili hiyo kazi itaenda kukamilika. Na zaidi ya yote ni kwamba kamati tunashukuru kwa makusanyo kama ambavyo ripoti tumeipata leo. Kwa kazi zote ambazo tumepanga sasa, tuna imani tunakwenda kuzikamilisha, pia kukamilisha paa, lakini pia tuko mbioni kuanza ujenzi wa kanisa, ujenzi wa choo ambacho kinaendana na kanisa jipya. Kwa haya yote au hii mipango yote ambayo tuko nayo, tunaona namna ambavyo inaenda kukamilika kwa ajili ya kutolea. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo, na Mungu aendelee kubariki. Asante sana. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Ulianza hiyo kazi ukiwa kijana, sasa ni mzee. Sema kwetu sisi watu weupe huwa hatuzeeki haraka. Naomba tusimame tupate baraka.
kwa ajili ya siku hii ya leo. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba huruma yako ili mazao ya nchi ambayo umependa kuyastawisha kwa mvua ya kutosha na hali nzuri ya hewa uyamiminie baraka yako. Uwajalie watu wako wakutolee daima shukrani kwa kazi zako, ili kwa kuirutubisha ardhi uwajaze wenye njaa mema mengi, na maskini na wahitaji walitukuze jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu aliye asili ya mema yote awabariki ninyi nyote, awajalie mazao na chakula kutoka mashambani mwenu, mpate kumtukuza daima. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neneni na amani. Muwe na Jumapili njema.